Bima Pub, urahisi wa maisha. Nimedhamiria na nimetia nia ya kugombea ubunge jimbo la Kahama mjini. Kwa nini nimeamua kugombea jimbo la Kahama mjini? Nimeamua kugombea jimbo la Kahama mjini kwanza kulingana na uhalisia wa hali ya kisiasa nchi yetu ya Tanzania. Kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametupa vijana fursa, ametupa uwazi tuweze kufanya. Kwa hiyo moja ya kivutio changu mimi kugombea ni kuangalia hali halisi iliyotengenezwa na serikali yetu ya kuruhusu watu kuingia kushiriki masuala ya siasa. Lakini vile vile mimi ni mzaliwa wa Kahama, naijua Kahama katika jiografia yote. Kwa hiyo naelewa kwamba wananchi wa Kahama wana changamoto A, B, C, D. Kwa hiyo ninatamani kama itawapendeza vikao pamoja na chama changu cha Mapinduzi, kama kitaridhia na jina langu likarudi katika hatua hizo za awali, nitapokea hilo kwa ajili ya kwenda kuwasaidia vijana, kwa ajili ya kwenda kuwasaidia wanawake, kwa ajili ya kwenda kuwasaidia watoto, kwa ajili ya kwenda kuwasaidia wazee katika jimbo langu la wilaya ya Kahama. Kusema hivyo sina maana ya kwamba mbunge wangu hatoshi. Mbunge wangu amefanya kwa nafasi yake. Lakini sasa wanasema kwamba uongozi ni mbio za vijiti. Kiongozi ambaye anajiona yeye ni bora tu, kwamba hakuna mwingine anayefaa ndani ya wananchi, mamilioni ya wananchi wa Tanzania, hapana, hatuna garantii katika uongozi. Hata chama chetu akikubali hicho, ndio maana tunaingia kwenye uchaguzi sasa. Hatuna garantii ya uongozi. Kwa hiyo ninagombea kwa maana ya kwamba kuangalia hali halisi ya kiuchumi, ya kisiasa na ya kijamii ya wilaya ya Kahama, na ninafanya hivyo kwa sababu huo uwezo ninao, na ni kijana ambaye nimeivishwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, nina uwezo na ninaweza nikafanya. Kwa hiyo naomba kupitia kikao hiki na waandishi wa habari kutangaza nia hiyo ya kugombea, na Mungu akipenda tarehe 28 nitakuwa pale Kahama katika jimbo la Kahama kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea ubunge ndani ya Chama cha Mapinduzi. Asanteni kwa kunisikiliza. Kahama, jimbo letu la Kahama ukijaribu kuiangalia, ni jimbo la Kahama ni jimbo ambalo lina uchumi wa kutosha, lakini ukijaribu kuangalia uhusiano wa uchumi unaopatikana katika jimbo la Kahama na maendeleo ya wananchi, katika mawazo yangu mimi naona ni vitu ambavyo havifanani. Tuna migodi wa Buzwagi, mgodi ambao nadhani kwamba unaingiza pato kubwa sana la taifa. Kahama ni mji wa kibiashara, ni mji wa kimkakati, ni miongoni mwa miji mikubwa sana ambayo inafanya vizuri katika biashara, lakini jaribu kuangalia upande wa miundombinu, bado miundombinu ya pale haikidhi. Tunahitaji wananchi wale ambao wanaishi katika rasilimali ambao Mungu amewapa, basi waweze kunufaika na matunda ya rasilimali yaliyopo ndani ya mji wa Kahama, ikiwemo barabara, ikiwemo hospitali, ikiwemo mashule, kwa sababu kiangalia kimsingi hata hawa wawekezaji wana uwezo wa kutusaidia sisi, yani nje ya kusubiri pato la taifa kutoka serikalini, bado tunaweza wa kuwabana au ambao ni wawekezaji na wakaweza kufanya. Lakini vile vile Kahama ninaiangalia kwa jicho la tofauti sana. Ukiangalia marehemu Rais Dr. John Pombe Magufuli mpaka anaipa manispaa ya Kahama, manake aliona kwamba Kahama inakuwa vizuri kiuchumi. Kahama ni mji ambao unakwenda. Kwa hiyo unahitaji tu kupata kiongozi ambaye kimsingi atatoa mwelekeo, atatoa ushauri, atashirikiana na wale wananchi ili kuweza kutatua matatizo ya kiuchumi, mambo ya kisiasa pamoja na ya kijamii. Lakini ni mengi ya kuzungumza, siweze nikadadavua moja baada ya jingine. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia Bima Pub kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia Bima Pub kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pub kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pub,
Urahisi wa maisha.